Karibuni wandugu wapendwa. Mimi naitwa Caleb Muvugizi, ambao mmezoea sana katika hii mazungumzo yetu tunayozungumza kuhusu kampuni yetu ya 4Life. Kampuni ya 4Life ni kampuni ambayo hatuwezi kuzungumzia siku moja ama siku mbili na tuweze kumalizia. Ni kampuni ambayo tunaweza kuongea kila siku, kila saa, mwezi, mwaka, hivyo vile inavyoendelea kuenea katika watu wengi. Nasema karibuni na waalika nyinyi wote muweze kuja tuweze kuweza kuzungumza, kuweza kutufuatilia katika mazungumzo yetu. Niliwaambia kwamba mimi naitwa Caleb Muvugizi. Namba yangu ni 0721999298 0721999298. Hapo tunaweza kuzungumza, tunaweza kuongea, na ninajua kwamba tutaweza kusaidika sisi wote kulingana na zile shida ambazo tunazo. Niliwaambia katika kampuni yetu ya 4Life ni lazima tujue ni nini hasa sana inachofanya ama inasaidia nini katika watu ama katika viumbe wanadamu. Katika kampuni yetu ya 4Life niliwaambia kwamba ukiwa katika kampuni ya 4Life unakuwa na mazoezi ama mazungumzo na watu aina tofauti tofauti. Unaweza kuwasiliana na watu tofauti na vile wewe ulivyokuwa ukifikiria. Utajuana na watu wengi sana katika ulimwengu huu. Utajuana na watu ambao wako katika Afrika, utafanya kazi na watu ambao wako katika Amerika, utafanya kazi na watu ambao wako katika Asia, watu ambao wako Europe. Kila mahali unaweza kufanya kazi nao vile ulivyo wewe. Usijali eti wewe ni mnyonge ama ni mdhaifu. Wewe hauna uwezo wowote, lakini tunasema mtu ni wa faida kubwa sana katika maisha ya watu ama vile tunavyoishi katika ulimwengu huu. Acha niwaambie watu ambao wameweza kuwa na faida ama kuweza kuwa watu wakuu, watu ambao wamefikia katika malengo yao, hasa sana wamefanya biashara za kuunganisha watu. Ukifanya biashara ambayo haina watu, sijui kwamba utafika katika malengo yako, sijui kwamba utafikia kile ambacho wewe unachotamani. Na tunajua kwamba sisi wote tukianza biashara ama tukianza miradi yetu tofauti ni lazima iwe kubwa, iweze kupanuka, iweze kuwa na upana ambao utakusaidia katika maisha unaoishi ama wakati wewe hautakuwa unaishi tena dunia hii. Kwa sababu tunajua tukila, tukinywa ama tukipata mahali ya kulala na mavazi, watu wengi huwa wanasikia wametosheka, lakini sio hivyo. Ni lazima uwe mtu ambaye watu wengine nao watakudhamini, watasema wewe ni mtu bora katika maisha yao. Ndio maana sisi tukija hapa ni kwa ajili ya kuwasaidia na sisi pia tukijisaidia. Sisemi kwamba nawasaidia peke yenu, bali na mimi pia mwenyewe nataka nisaidike. Ndio maana siwezi kosea hata siku moja, na siwezi sahau hata siku moja kuweza kuja hapa kwenye hii kamera niweze kuzungumza na nyinyi. Tunashukuru Mungu kwa sababu ameweza kutupa uwezo huu wa kuweza kuzungumza na ulimwengu mzima kwa dakika moja. Tukiwa katika kamera hii, tunajua watu ambao sisi hatujawahi kuona wanatuona na wanatusikiza na wanatujua, wanatutambua sisi ni akina nani, sisi tunafanya biashara gani, sisi tuna mawazo gani, sisi nia yetu ni gani, ama tunatafuta kusaidia watu nini. Ndio maana tunashukuru Mungu kwa kuwa ameweza kutubariki na
vyombo kama hizi. Kuna wengi ambao wamesaidika kupitia intaneti. Intaneti tunajua yule aliyetengeneza intaneti amekuwa na faida kubwa sana, lakini na wale ambao hawajajua jinsi alivyoitengeneza pia nao wana faida, kwa sababu ukiingia hapo kwa YouTube, ukiingia hapo kwa internet, kwa Gmail na vitu vingine, unapata jibu kwa kila swali ama shida zozote ulizo nazo zinaweza kutatulika na unapata majibu kupitia internet. Ndio maana tunasema ni baraka kuu sana tuliyopewa ya kujua. Acha niwaambie, kuna vitu ambavyo vinakuja saa nyingine kwa watu wengine inakuwa ni baraka kubwa sana ya kuwafikishia katika kile ambacho wanatamani. Kuna wengine nayo huwa inakuja ni hatari mno, kwa sababu wanaitumia jinsi isivyofaa. Unakuta watu wanaanza kutumia kwa uuaji, katika uwizi, katika uasherati, katika shida zingine na ulevi na vitu kama hivyo. Lakini kuna wengine ambao pia wana faida ambazo ni za muhimu katika viumbe wanadamu. Ndio maana tunasema ni asante, kwa sababu sisi tulibarikiwa kupata hii. Sasa acha tuzungumze kuhusu kampuni yetu ya 4Life. Niliwaambia usisikize watu wengine ambao watakukata moyo, ambao watakwambia vitu ambavyo haviwezekani. Wanakuambia eti mimi nilikutana na fulani, mimi nilikutana na kampuni fulani, mimi nilikutana na hii na hii. Acha niwaambie wandugu wapendwa, siku yako inaweza kuwa ndio hii, na jibu kwa swali lako lote yawezekana iko katika kampuni ya 4Life. Niliwaambia katika kampuni yetu ya 4Life kuna vitu tofauti tofauti. Kuna uwasiliano kati ya watu na wengine, kusaidiana, kuinuana katika maisha na katika biashara tofauti tofauti. Unapata watu wamesaidika kutoka katika magonjwa ambayo ilikuwa imewalemea sana sana katika maisha yao. Hao watu wanapona kulingana na kampuni yetu ya 4Life. Na wengine wanainuka katika kiuchumi, wanakuwa na pesa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wameweza kupata kampuni yetu ya 4Life. Jambo la tatu, unakuwa na mawasiliano, unapata watu wengi hata katika biashara zingine, kwa sababu umejuana na watu kupitia kampuni yetu ya 4Life. Unajikuta wewe ukiwa katika kundi la watu ambao watakuwa wa manufaa kwako. Na tunajua hakuna biashara ambayo haina watu. Kama hauna watu, wewe jua biashara yako haina kazi na haitaendelea, haitakomaa, haitakuwa na kusonga mbele, utakuwa unarudi nyuma tu peke yake. Lakini kwa sababu ya hiyo ndio nawaambia. Sasa acha niwaambie, tunafika katika wakati ambao ni mzuri sana kufanya kazi katika kampuni ya 4Life. Tunajua shida zimeanza kutokea sababu ya vita tofauti tofauti. Magonjwa yameongezeka, maafa imekuwa ni mingi. Watu unasikia wamepigwa na kile ambacho katika Biblia nasema katika siku za mwisho watu watapigwa na tauni ni shida ambazo haziwezi kuwa na suluhisho yoyote. Kwa nini? Kwa sababu ni vitu inakuja bila kuwa na vizuizi. Tunasikia katika nchi kubwa ambazo zina vita, wanaanza kutengeneza ama walitengeneza kinga za kukinga nchi zao, ili bomu zikitoka katika nchi zingine zisiweze kuanguka katika nchi yao, ama hata kama ni ndege zisiingie katika anga yao na kuingia mahali walipo. Katika uchumi wao usiweze kuharibiwa, katika maisha yao yasiweze kuharibika kwa sababu ya vita ambavyo vinatoka nje. Lakini tukija katika kampuni yetu ya 4Life inatuambia hiyo kinga, hiyo nguvu za kutukinga ama kukinga kwa ajili ya biashara ama mali zetu ni katika kampuni yetu ya 4Life. Nikiwaambia huwa inainua kinga za mwili wa mwanadamu,
ikiwa inainua sensi za mwili kuweza kuwa chonjo, kuweza kuwa makini katika wakati wote ambao wewe unaishi, unapata maisha mazuri na inakusaidia katika hadi na mali na maisha yako. Ndio nasema hizo kinga ambazo wamejaribu kufanya, nasi tuweze kujaribu kutafuta kinga za mwili wetu, kwa sababu hao watu wameweza kuwa na makao au kikao ya kusema wanajaribu kukinga ama kuzuia kutoharibiwa kwa anga. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu anga yetu ndiyo huwa inatupea mvua inayotakikana, inanyesha na inatupea mazao mazuri, na inasaidia katika mimea, inasaidia katika mifugo, inasaidia hata katika mwili wa mwanadamu. Tunapata maji mazuri, tunapata maji kwa wingi. Lakini wakati mvua inanyesha kwa hadi ambayo haitakikani, huwa inakuja ikiharibu, kwa sababu huko juu hakuna control, hakuna kujua kumanaging ama kuandaa vile inavyotakikana. Mvua unakuta imeharibu milima, mashamba, manyumba, imechukua kila kitu ambacho sisi tumetengeneza. Njia nyingine unakuta jua nayo imekuwa ni nyingi. Kwa nini? Kwa sababu anga imeharibiwa. Unakuta mioshi, vitu kama hizo gesi zinaenda juu, zinaharibu anga. Tunakuta sasa tunaanza kushindwa ni nini kinachofanyika. Kuna watu ambao wanaishi mahali ambapo hawaelewi ni kwa nini. Tunaweza sema kama hapa Kenya ama sehemu zingine, unasema hii ilikuwa ni msimu wa mvua, huu ulikuwa ni msimu wa jua, huu ulikuwa ni msimu wa kibaridi, huu ulikuwa ni msimu fulani. Hizo zote zimeharibika. Kwa nini? Kwa sababu anga yetu imekosa kinga, imeharibiwa ile asili yake. Ndiyo sasa tunapatwa na madhara yoyote yale ambayo yamesababishwa na zile shida ambazo zimetokea katika viwanda na vita tofauti. Lakini sasa acha niwaambie, wao wamejaribu kutafuta suluhisho lakini hawajaweza kupata. Lakini sisi katika kampuni yetu ya 4Life tunasema hakuna kisichowezekana. Mungu ndiye muumba wa mbingu na nchi, ndiye aliyetupea uwezo wa kuweza kuharibu na uwezo wa kuweza kuponya. Tunaona katika mashida ya magonjwa, unagonjeka kansa, wanakuambia ni mkono imeshikwa, wanakata. Umegonjeka kidole, wanatoa. Umegonjeka mguu, uko chini kwa vidole ya mguu, wanakata. Umegonjeka wapi sijui, huku wanachoma. Vitu kama hivyo. Hiyo sio kutibu, hiyo jua ni kuharibu, sababu hiyo ni ugonjwa imeingia na ikaua sensi zako, ikaua nafsi zako, ikaua ile kinga ambayo ilikuwa inakinga mwili wako. Ukiwa na ugonjwa mwingine kama tuseme malaria, tuseme typhoid, tuseme kama amiba, hizo zote huwa zinakumaliza polepole. Kwa nini? Kwa sababu cells zako, kinga yako haikuweza kujua ni nini ambacho kimekupata, kimetokea, ni nini kilichofanyika. Kama vile tumesema katika anga, haiwezi kucontrol, haiwezi kubalance, kujua ni nini kinachotakikana ndiyo mvua iweze kunyesha ama jua iweze kuwaka na iweze kusaidia. Tunajua kwamba kuna vitu nyingi ama vitu vyote kama havina jua hapa hakuna uhai, hakuna maisha. Na kama hakuna mvua hakuna uhai, kama hakuna kibaridi hakuna uhai, kama hakuna joto hakuna uhai. Kila kitu inachangia kuleta uhai na kuharibu pia tena. Vile inavyochangia kuleta uhai ndivyo inavyochangia kuharibu kile ambacho kinaweza kuishi. Ndio tunasema katika yale magonjwa ambayo tunagonjeka, unakuta madaktari wanakuambia ni mpaka lazima tuondoe hiyo kiungo, hiyo sehemu ambayo imeathirika.
Hiyo sio suluhisho, hiyo sio tibu, hiyo sio tiba ya kuweza kukusaidia. Hiyo ni kuharibu kabisa, hiyo ni kumaliza. Mimi nina ushuhuda, acha niwaambie, kuna wakati ambao niligonjeka hii kidole yangu. Wengi wanajua na wengi ambao watapata hii video wataweza kukumbuka. Nikaambiwa kwamba ni lazima niondolewe ama nitolewe hii kidole yangu, waweze kuing'oa na kuitoa. Nikakataa. Alafu siku nyingine niliporudi hospitalini, ananiambia hapana, sio hapa tu peke yake, itabidi tutolee huku. Nikasema hakuna kifo zaidi ya hiyo, sababu kutolewa kiungo moja, mimi si mtu tena. Mimi ni sehemu ya yule ambaye niliyekuwa naitwa mimi, yule ambaye nilikuwa ni mimi. Acha niwaambie, ukitolewa kiungo, si kusema vingine vinabaki vikiwa vimefurahi. Ndio, unaweza kuwa umetolewa mguu lakini bado unaishi, lakini wewe sio yule ambaye alikuwa hapo mbeleni. Wewe umekuwa ni nusu ya sehemu yako. Acha tupiganie kuwa watu wazima. Labda tuseme ajali barabarani, ajali kwa shida zingine, labda umeanguka, umekuwa na nini na nini, hiyo labda hiyo hatutazuia, lakini hizi shida zingine za magonjwa ama kuambukizwa na hali ambayo tunaishi, tuweze kuipiganisha, tuweze kujiokoa katika shida hizo. Tutajiokoa wapi? Tutapata usaidizi wapi? Hata katika Umoja wa Kimataifa umeshindwa, hauwezi. Kwa nini? Kwa sababu wao wenyewe ndio wanaosababisha hizo shida na ndio wametuletea tabu hizi ambazo sisi huwa tunaingia. Lakini sasa sisi tuseme tujitafutie kinga, usaidizi, tujitafutie maisha ambayo yanafaa. Wapi sasa? Ndio hospitali nzuri, lakini kemikali zile ambazo watakupea lazima itafika mwisho, itakuangusha na utakuwa tena hausaidiki. Lakini katika kampuni yetu ya 4Life unasaidika na inakuwa forever, kitu ambacho tunaita maisha yako mahali itakomea. Kwa wamama katika nywele zao, najua umekuwa na shida nyingi, umekuwa na shida za hali ya juu. Wengi wamejaribu mafuta, wamejaribu kushuka, kufanya vile wawezavyo ndio ziweze kuwa ndefu, lakini hamuwezi, sababu yote mnaweka chemical. Baadaye ukikosa sababu ya uchumi, hiyo nywele inaanza kukatika. Tuna mafuta ama tuna hizo product za 4Life ambazo zinawasaidia kutengeneza nywele vizuri. Kama vile niliwaambia, kuna ile ya natural ambayo inafanya mwili wako kubaki vile ulivyoumbwa na unakuwa na ngozi ambayo ni laini, ni nzuri sana, haitakuletea shida zingine. Kesha utaamka ukute umekuwa na majibu ama na hizo vitu ambazo vinatokea katika mwili wako. Tuna za kuosha damu. Damu ndiyo hiyo mwili wako usiweze kuwashawashwa na kuwa na shida zingine kama hizo. Nawaambia nikisema hizo product nzuri, utanunua halafu tena utalipwa. Utakuwa na mawasiliano, utakuwa na uhusiano na watu wengine, utaweza kuwa na urafiki na watu wengi ambao wewe haujui. Kwa nini? Kwa sababu umeweza kuwaletea kitu kizuri. Kesho watakutafuta, kesho watakuita uweze kuzungumza nao, uweze kujadiliana jinsi utaweza kuwafikishia hizo product, hizo bidhaa. Nawaambia, nawakaribisha nikisema karibuni, tuweze kuwa pamoja, tuweze kushikana mkono, tuweze kuinuana, tuweze kupelekana mahali ambapo inatakikana. Tuseme mimi mwenyewe nikisema nimesimama hapa, siwezi kuwa na uwezo wa kufikia mahali nataka. Tunasema kwa hadithi nyingine, nasema mti mmoja hauwezi kufanya msitu ama shamba. Kwa sababu kwa nini? Kwa sababu ni moja peke yake. Lakini tukiwa wawili watatu, na hii biashara yetu inasema ni kuinuana, ni kusaidiana, ni kushikana mkono, tunainuana, tunafika katika malengo yetu. Nawaambia, jioni tufanye kazi katika
kampuni yetu ya For Life, utasaidika, utabarikiwa na mambo yote yatakuwa sawa. Hakuna kitu cha kusema eti mimi nimeingia katika kampuni hii nikakuliwa pesa mingi zangu bila kurudishiwa mkono. Mambo nyingine huwa unatoa pesa na inaenda hivyo bila kukuachia kitu chochote. Wanakuambia sisi hapa tunakufanyia hivi, sisi hapa tunakufanyia hivi, na hakuna matokeo yoyote. Nasema karibuni, tuna bidhaa nyingi sana. Hii kampuni yetu ya For Life mnaona ni nzuri sana, inakuinua katika afya yako, inakuinua katika uchumi wako, inakuinua katika hali kuwa na watu wengi. Na jambo lingine, huwa na furaha kila mara, unafurahia kuongea na watu, kujadiliana na watu, kupeana mawazo, kupeana tunaweza fanya nini hapa, tunaweza fanya wapi hii, na hiyo yote itatuweka umoja na undugu na kwa vyovyote vile ambavyo sisi tunavyohitaji. Tunaona katika hali ambayo watu wanaishi, wamekuwa na biashara nyingi lakini zimeharibika. Sababu ya nini? Sababu ya vita. Lakini hata wale ambao wako katika vitani, wale ambao wako katika biashara zao zingine, wale ambao wana mawazo mengine ya kufanya biashara zingine, hizo zote zitahitaji uwe na afya nzuri, uwe na afya mzuri, uwe na nguvu, uwe mtu ambao shujaa katika hali yote ambao unaishi. Kwa ni wakati wa jua, vile niliwaambia, sikumalizia hiyo kitu, acha niseme hivyo. Tukisema ukitumia product zetu hizi za For Life, wakati wa jua itajua ni nini inachohitajika katika mwili wako na itaweza kukusaidia kukinga. Ikiwa wakati wa jua itajua kutoa mafuta ambayo yanatakikana katika mwili wako. Kila chakula unakula kinakusaidia kuweza kujikinga katika ile hali ya joto, hali ya jua. Ikiwa ni wakati wa mvua, nayo pia itajua jinsi ya kujikinga katika mwili wako. Wakati ambao tunakutana na hii hewa ambayo imechafuka, hii ambayo inatolewa na viwanda, na itajua jinsi ya kujikinga, kujua ni nini unachotakikana kupokea na ni nini haustahili kupokea. Tunasema ukiwa na stomach mzuri katika tumbo yako, inajua kile chakula ambacho wewe huwa kinakusaidia na kile cha kutoka inaitoa, ya kubaki inabaki. Na ukiwa hivyo, mwili wako unajua kuwa na mpangilio vile inavyotakikana. Nakwambia ndugu yangu, dada yangu, mama mzazi, baba mzazi, mtoto, mwili wako hutawahi kuwa na shida zingine zote. Hata ile kupooza katika miguu yetu, vile ninavyosema kila mara, unakuta mtu amekuwa akisimama dakika 5, anafikiria labda amesimama karibu wiki mzima, amesimama karibu mwezi ama siku ngapi, anaanza kusikia sana kabisa ameisha. Lakini acha niwaambie, tukitumia product zetu za For Life tutakuwa imara, tutaweza kufanya kazi zetu vizuri, tutajua kupangilia mpango yetu ama project zetu vile zinavyotakikana. Kuna wale wanafanya kazi ya hawking, wanatembea na ajui ni lini atasaidika. Kuna wale ambao wako na maduka kubwa, nayo kesho unakuta umeanguka. Lakini tukiwa katika kampuni yetu ya For Life, kidogo hapa unaendelea na kazi zako ukitumia, si ati lazima uwe ni mgonjwa, lakini jua kujikinga. Au ukiamka asubuhi ukuli kwa sababu umejihisi njaa saa hiyo, ikifika jioni hata kama una njaa unakula. Kwa nini? Kwa sababu unajua usiku labda hutaamka na upate hiyo chakula, labda hutaamka upate kitu kwa duka, kwa soko. Unajiandaa mapema, unajitayarisha kabla ufike katika ile hadi ama katika wakati wa mahitaji hayo. Jiandae mapema, jitayarishe mapema, jiwekee akiba. Njoo karibu tuweze kufanya katika kampuni ambayo
inatujali. Hii kampuni iko na miaka mingi, miaka zaidi ya 20, karibu miaka 30. Tulikuwa tumefungiwa mahali ya kusema tuwe tunazungumza ana kwa ana, lakini saa hii imekubaliwa na ikasemekana tuende vile iwezekanavyo, vile tutaweza, katika runinga, television, radio na hata katika magazeti. Lakini jua namba yangu ya simu ambayo nimekupea, ongea nayo. Hata ukiwa katika nchi gani utasaidika, nitakuelekeza. Na mimi nina namba yangu katika kampuni ya 4Life, ambayo wewe mahali popote ulipo, tukizungumza na wewe unaweza kupewa na unaingia ndani, unakuwa katika hiyo grupu yangu ama katika hilo kundi ambalo mimi ninashiriki ndani mwake. Ukiwa katika Amerika, ukiwa katika Asia, ukiwa katika Europe, hata Afrika, tuseme South Africa, wapi, kila mahali ambapo wewe unaweza sikiza hii video, zungumza na mimi uweze kukuelekeza na uweze kupata vile utaingia katika kampuni yetu ya 4Life na tuweze kufanya kazi pamoja. Nawaambia karibuni watu ambao wako pamoja, hakuna chochote cha kutushinda. Tutaweza, tutashinda na tutakuwa na nguvu za kufikia katika malengo yetu. Karibuni, nasema asanteni. Acha niwaambie, ukimaliza kusikiza hii video, uza subscribe, uwe mshirika wetu, kila mara unapata hii mazungumzo yetu. Utaweza kushirikiana nasi na ufanye share kwa watu wengine ambao hatujui, nao waweze kujua ni nini tunachozungumzia. Na wakati unapopata kitu ambacho nataka kujua, hapo katika YouTube hii kuna mahali ambapo inaitwa comment. Andika hapo, tutajua ni nini unachohitaji, ni wapi ambapo haujaweza kuelewa, ni wapi haujaelewa, hujatambua. Tutaweza kukupea maelekezo ama tutakujibu vile inavyotakikana na uweze kuelewa, na ninajua mtaridhika sana na mtapata usaidizi wote. Karibuni, tuwe pamoja. Subscribe. Ukifanya subscribe, kila mara tunapozungumza katika channel hii utakuwa unapata mazungumzo yetu, utakuwa ni mmoja wetu na tutaweza kusaidiana. Karibuni, asanteni.